Shambulio la anga la Israel katika hospitali ya Nasser huko Khan Yunis limesababisha vifo vya Ismail Bahum, mkuu wa masuala ya fedha ya Hamas pamoja na msaidizi wake. Afisa wa Hamas alilieleza tukio hilo kwa BBC, alisema kuwa Bahum alikuwa akipata matibabu hospitalini hapo baada ya kujeruhiwa katika mashambulizi ya awali siku 4 kabla ya kifo chake. Jeshi la Israel lilisema kuwa lilimlenga mwanachama muhimu wa Hamas aliyekuwa ndani ya hospitali hiyo baada ya mchakato mkubwa wa kukusanya taarifa za kijasusi. Pia lilisema kuwa lilitumia mabomu yanayolenga kwa usahihi ili kupunguza madhara kwa raia wasiohusika. Wizara ya Afya inayoendeshwa na Hamas iliripoti kuwa shambulio hilo liliwajeruhi watu wengine wengi, wakiwemo wahudumu wa afya, na kusababisha uharibifu mkubwa wa sehemu ya hospitali hiyo, hali iliyosababisha baadhi ya huduma kuhamishiwa sehemu nyingine. Picha zilizothibitishwa na BBC zilionyesha moto ukiwaka katika eneo la hospitali hiyo huku watu wakijitahidi kuuzima. Ismail Bahum alikuwa kiongozi mashuhuri ndani ya Hamas, akihudumu kama mjumbe wa ofisi ya kisiasa ya Hamas na baraza lake la shura. Pia alikuwa mkuu wa jumuiya ya taasisi za hisani za Hamas, ambayo inasimamia mashirika yasiyo ya kiserikali takriban 400 yanayotumiwa kuelekeza fedha kwa Hamas. Mwaka 2024 Bahum aliwekewa vikwazo na Umoja wa Ulaya kwa kuhusika kwake katika ufadhili na shughuli za kigaidi za Hamas. Vile aliorodheshwa na Marekani kama gaidi wa kimataifa aliyeainishwa maalum mnamo Disemba 13 mwaka 2023 kutokana na jukumu lake katika kuratibu ufadhili wa Hamas. Katika tukio jingine, Salah al-Badwil, kiongozi mwingine wa Hamas, aliuawa katika shambulio tofauti la anga la Israel kwa Khan Yunis siku hiyo ya Jumapili. Israel imeendelea kushutumu Hamas kutumia hospitali kama ghala za silaha na vituo vya amri, madai ambayo Hamas imekuwa ikiyakanusha mara kwa mara. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.